Usitumie sababu hizi kama kigezo cha wewe kuingia katika mahusiano ama kuendelea na hayo mahusiano. Sasa kama utazitumia hizi kama sababu za wewe kuingia katika mahusiano ama kuwa katika hayo mahusiano, na kuhakikishia utaishi maisha ya majuto sana, utaishi maisha ya mateso sana, utaishi maisha ya dhiki sana, utaishi maisha ya kukosa furaha na kukosa amani. Yaani hii dunia itakuwa kama jehanamu ndogo yako. Sasa ni sababu zipi hizo? Zipo nyingi, lakini mimi nitakutajia sababu 5 ambazo utakiwi kuzitumia kama sababu za kuingia katika mahusiano ama kuendelea na hayo mahusiano. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Sababu ya kwanza ni mmetoka mbali. Watu wengi leo hii wapo katika mahusiano ambayo wanatamani kutoka leo kesho. Wapo katika mahusiano ambayo hawataki kuendelea nayo, yani tayari washajipata, wanataka ku move on, lakini kila wakikumbuka kwamba nimetoka mbali na huyo mtu inamfanya stuck. Na sisemi nawafundisha tu tabia mbaya au nawafundisha tu kuacha, hapana. Maisha ni safari ndefu. Inawezekana ulikuwa na huyo mtu muda mrefu, mmetoka mbali kweli, lakini ulikuwa katika nyakati za utoto tu, ama ulikuwa katika nyakati ambazo hujaji kujitambua, ama ulikuwa katika nyakati ambazo haujawahi kujua chaguo lako sahihi ni lipi, na imefika muda unafahamu upo katika mahusiano ambayo sio sahihi, ama huyo sio mtu unayempenda tena. Mambo yanabadilikaga. Sasa yupo unayempenda, lakini unaogopa kuwa naye kwa sababu upo na mtu uliotoka naye mbali, ama huyo uliotoka naye mbali anakutesa, sio tena mwanaume bora ama sio mwanamke bora, hastahili tena ama hakustahili wewe, lakini ile title ya kwamba tumetoka mbali, kanivumilia mambo mengi, tumepita milima na mabonde, hiyo kama utaitumia ndio sababu ya kubakia katika mahusiano ambayo yamekwisha riziki yake, basi hilo ndio litakuwa kaburi lako la kukunyima amani na furaha katika maisha yako. Kwa sababu gani? Hayo mahusiano yatakuwa hayana msingi wowote, kwa sababu tayari wewe katika nafsi yako umeshayakataa, lakini saikolojia unaendelea kujitesa kubakia. Kwa maana gani? Utakuwa pale kimwili, lakini kiakili, kihisia haupo pale. Na hii haitokuzuia wewe kusaliti hayo mahusiano. Hii haitokuzuia wewe kuumia kubakia katika mahusiano. Sasa nataka niseme kila siku tunaishi mara moja. Na wakati mwingine tunafanya makosa, tunawakosea watu, lakini si kwa nia ya kuwakosea, lakini tunawakosea watu katika namna ya sisi pia kujitafutia furaha. Ushanifahamu? Hebu seek your happiness, tafuta furaha yako. Kama furaha yako haipo hapo, my friend, usifikirie mlitoka mbali. Just decide, amua na uendelee kumove na uende unapozana unastahili. Sawa? Sasa hii iko both side, kwamba kama hayo mahusiano uliokopo sasa hivi ni mtu anakutesa sana, hakupendi, anakunyanyasa, kuonyesha upendo, hakuna riziki, hakuna nini, inaweza ikawa sababu niyo, ama inaweza ikawa sababu ya kwamba sio kwamba yeye ni mbaya ama anakufanyia vibaya, ila tu wewe umpendi tena. Yaani kuna mtu katokea unampenda tu na anakufaa, unadhani anakufaa zaidi kwa yale ulivyokuwa matured, umeelewa, unadhani huku ndo pananifaa kuliko hapa. Fanya maamuzi, nenda panapokufaa. Usikubali kuumia ama kuteseka kwa sababu tu mlitoka mbali. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, usikubali kuingia na mtu katika mahusiano eti kwa sababu alikusaidia. Wanawake mnazo sana hizi. Fadhila zenu ama malipo yenu ni mahusiano ama ni tendo. Sasa usikubali kuwa na mtu katika mahusiano, huyu alinisaidia sana kipindi cha shida, kipindi kile hamna hata mtu ananijali, kipindi kile hamna hata mtu anoniona, yani niko mafichoni, huyu ndo alionitoa mimi akanileta kwenye dunia, watu ndo wamenijua, sasa nitamwachaje mimi, satanipa laana huyu? No my friends, alikusaidia kwa sababu alikuwa anafaidika na wewe. Hakuna watu wa kusaidiwa wako wengi, why alikuchagua wewe? Hebu nitajua watu 5 wengine waliowasaidia, si alikuchagua wewe? Kwa hiyo kukusaidia wewe sio kwa ndo roho yake nzuri. Alikusaidia kwa sababu ulikuwa ni mwanamke wake, ama ulikuwa ni mwanamume wake, ama alikuwa anakutaka. Na alikusaidia kwa sababu ulimpa kitu, haja kusaidia bure. Kwa hiyo unapojisikia kutaka kutoka, kama unadhani hilo ndo wazo sahihi la kutoka katika mahusiano ama la kutomkubali huyo mtu, usimkubali. Usianze kumkubali tu kwa sababu alikusaidia. Sawa, usianze kuogopa kumwacha eti kwa sababu alikusaidia. Hapana. Sasa hivi hakuna mtu anonijali labda, si ndio? Baadaye nitakutana na watu na watanijali. Sio, ushanielewa? Kwa muda huu kuna mtu anaweza kawa ananijali. Sasa imaanishi ndo dunia nzima inijali. Pengine yupo mtu ambaye sijawahi kuonana naye mpaka sasa hizi, nikiona naye atanijali kuliko anavyonijali huyu. Sio, ushanielewa? Kwa hayo ndo maisha. Haimaanishi mtu mmoja anaweza kadefine maisha yako yote kwa ujumla. Hapana. Kwa hiyo sikufundishi tamaa.
Sikufundishi kumwacha mtu, lakini nakufundisha namna pekee ya kuweza kutengeneza furaha yako na amani yako katika maisha. Usipostuka wewe, atashtuka mwenzako. Wewe si unaangalia unasema unajua kanisaidia sana au nimetoka naye mbali, yani siwezi kumwacha ama lazima nimkubali. Mwenzako atakapopata fursa ambayo anadhani hii ni sahihi atakuacha. Sawa? Kwa hiyo anaweza kaja mwanaume akawa anakutaka wewe, ukawa unajisikia hatia kumkataa kwa sababu alikusaidia kuna kipindi fulani. Unaamua kumkubali, kuingia naye katika mahusiano kwa shingo upande, kwa sababu alikusaidia, kwa sababu alisaidia wazazi wako, kwa sababu alimsaidia mtoto wako, kwa sababu alikusomesha chuo, kwa sababu no. My friends, fanya maamuzi yanayopendeza katika moyo wako. Fanya maamuzi yanayokupa amani na upendo na furaha katika maisha yako. Usifanye maamuzi ya kujiumiza ili kumnufaisha mwingine. Kwa sababu ya pili ambayo utakiwi kuingia katika mahusiano kuitumia wewe kama sababu, ama kubaki katika mahusiano kuitumia wewe kama sababu, kwa sababu eti alikusaidia. Usitumie hiyo kama sababu. Sababu ya tatu ambayo utakiwi kuingia katika mahusiano na mtu ama kuwa na huyo mtu kwa sababu hiyo ni yatima. Yaani huyu unajua ana baba na mama, huyu ana pa kukaa, maisha yake ya shida sana, nikimwacha sasa hivi watu wataona nimemkimbia, watu wataona nimemtelekeza, unajua atanaona nimemkataa kwa sababu yeye maskini, ama kwa sababu ana wazazi. Unajua mimi ndo baba yake, mimi ndo mama yake, mimi ndo anonitegemea, mimi ndo nikimwacha tenda wapi? My friends, kila mtu na maisha yake hapa duniani. Wewe usipokuwa naye, yupo atakayekuwa naye. Wewe usipokuwa naye, wanasema Mungu akupi kilema akakunyima mwendo. Pengine wewe ndio unayemziba macho asione kwamba anaweza bila wewe. Lakini leo hii utakapoamua kumwambia achukue 50 zake na uchukue 50 zako, yeye atapata mwendo wa kwenda nao. Usizani katika hii dunia wewe ndio unamsaidia huyo kijana, unamsaidia huyo dada. Kwa hiyo usiingie katika mahusiano na mtu eti kwa sababu ukadhani eti ni yatima sana. Hana ndugu, wewe ndio ndugu yake, hana msaada, wewe ndio msaada wake, hana hata kulala, wewe ndio unamsaidia kulala, unamsaidia kula, wewe ndio unamsaidia. Wewe ndio unamsaidia. Yaani unajiona kama wewe unabeba majukumu kama baba yake au mzazi wake tu, kama sasa nitafanya nini? Siwezi kumwacha. Wapo watu wengi katika mahusiano hayo ya huruma. Mapenzi si huruma, my friends. Yaani unamhurumia mtu ndio maana upo naye. Sasa hii unajitesa wewe. Kwa sababu unatamani kufanya mambo yako, lakini hauwezi kwa sababu kuna mtu fulani haumpendi kumpenda kimaana hiyo, lakini unamhurumia. Yaani upo naye katika mahusiano kwa sababu ya hiyo huruma. Sasa that is not love. Hiyo ni huruma. Na matokeo yake utakuja kumuumiza tu, kwa sababu kuna mambo utayafanya kwa sababu huwezi kuhurumia milele. Ipo kuna muda moyo wako utataka tu ufurahie na vile vitu unavyovipenda, then utazidi kumuumiza. Ni heri sasa umwambie wazi kwamba mimi sina lengo hili, na mimi sioni kama mimi na wewe tunaweza tuka. Upendo ni kitu kikubwa, my friends. Upendo si huruma tu. Upendo ni nafsi za wawili zinaposhibana. Kama hujamshiba, haijalishi hana pa kuishi, hana ndugu, hana baba, hana mama. No, wewe sio mama yake, wewe sio baba yake, wewe sio ndugu yake. Wewe naye pia una maisha yako unataka uyahangaikie. Kwa hiyo usitumie hiyo kama sababu ya kumkubali mtu katika mahusiano ama ya kuendelea na mtu katika mahusiano kwa sababu unaanza kumuonea huruma, kwa sababu ni yatima, kwa sababu ana maisha magumu. No, usitumie hiyo kama sababu. Sababu ya 4. Kwa sababu hana kazi, eti ndo namuonea huruma. Ataona sasa hivi ana kazi, ndio maana nikimwacha tu nimemwacha kwa sababu hana kazi. Basi acha tu niwe naye. Nini? Kazi ni ya kwake, my friends. Yeye inabidi atafute kazi kwa maisha yake, sio atafute kazi kwa sababu yako. Kwa haina haja ya kusema eti unamuonea huruma kwa sababu ana kazi, na kuna watu wasiokuwa na kazi wana maneno, anaweza kwamba mimi najua sio unaniacha kwa sababu sina kazi. Unaniacha kwa sababu sijajipata. Unawataka wenye matajiri, unawataka wenye hela. Hayo maneno akikupaga unajisikia gada? Laana hizi kweli namwacha kwa sababu ana hela. No, my friends. Wewe una maisha yako, my friend. Mimi nasema mwisho wa siku ni maisha yako. Hana kazi, sio atafute kazi kwa ajili yako, atafute kazi kwa ajili yake. Kwa hiyo muache, yeye atatafuta kazi kwa ajili yake na watanufaika wengine. Pengine unaweza kumvumilia kwa sababu ana kazi na akapata kazi na akakuacha. Pengine unamvumilia kwa sababu ana pa kukaa na akapata pa kukaa akakuacha. Pengine unamvumilia sio kwa sababu unamuona sio yatima, sio nini, baadaye akajipata akakukimbia. Kwa hiyo lazima ujitangulize wewe unachokipenda ni kitu gani. Usitangulize huruma katika kuchagua mtu wa kuwa naye katika maisha, kwa sababu tunazungumzia maisha yako ya milele. Sasa uwezi kuwa na mtu wa milele kwa kumhurumia, unatakiwa uwe na mtu wa milele kwa kumpenda. Kwa hiyo hana kazi, eti unaanza kuogopa kumwacha, unaogopa eti utaonekana umemwacha mtu kwa sababu hana kazi, umemwacha mtu kwa sababu hana hela. No, my friends. Fata kile nafsi yako inakwambia, moyo umepumzika.
Na wakati mwingine kumpenda mwanaume mwenye hela ama kumpenda mwanaume tu aliyejipata sio vibaya jamani. Sino maisha yanapokwenda hivyo. That is a fair. Sasa kwa gani eti mimi nimkatae mtu mwenye hela nimpende maskini eti kwa sababu ndo nitaonekana ndo napenda sana? Hapana. Love is not about that. Yaani usianze kufikiria mapenzi ni kuvumilia kwenye shida na la. No, mapenzi ni moyo unapotulia, unapopata pumziko, amani, furaha na upendo. Sawa sawa. Kuna watu wengine hawana kazi lakini pia hawana heshima lakini pia hawana upendo. Unawavumilia na wanakutesa. Kwa hiyo usiingie katika mahusiano na mtu kwa sababu eti ana kazi ukamwona huruma, ukimkataa atakuona unamkataa kwa sababu ana kazi, ama kuendelea na mtu katika mahusiano unaogopa kumwacha kwa sababu ana kazi, hata umemwacha kwa sababu ana kazi. No, move on na maisha unayotaka kuishi. Sababu ya 5 na ya mwisho, usiingie na mtu kwenye mahusiano ama usibaki na mtu kwenye mahusiano kwa sababu ni mlemavu. Pengine mlikuwa wazima vizuri, si ndio na ikatokea emergency akapata ulemavu. Ulemavu wake mimi siuhesabii kama sehemu ya upendo. Mtaendelea kuwa pamoja. Lakini kama kuna mambo yatakosekana katika mahusiano, usiwaze kuhusiana na ulemavu wake. Kama hana heshima, usiwaze kuhusiana na ulemavu wake. Kama hana upendo, usiwaze kuhusiana na ulemavu wake. Kama hastahiki kuwa na wewe, usiwaze kuhusiana na ulemavu wake, mwache. Hata watu wakisema wewe kwa sababu sasa hivi kwa kilema ndio maana kamwacha, hayo ni maneno yao. Ila wewe umemwacha, unajua kwa nini umemwacha. Sio kwa ulemavu wake, bali hamjafikia katika vile viwango ama katika ile makubaliano ama katika ile maisha unaotamani wewe kuishi naye. Usieneleatia wewe unaniacha kwa sababu sasa hivi sina miguu, unaniacha kwa sababu sasa hivi sioni, unaniacha kwa sababu sasa hivi sina mkono. No, nimekuacha kwa sababu hauna adabu, nimekuacha kwa sababu unionyeshi upendo, nimekuacha kwa sababu hujali. Kwa kosa lolote atakalolifanya, haijalishi kama ni mlemavu, anastahili kuachwa, mwache. Kwa atakikufuata akakutongoza, sio kakupenda, unaona hufai kuwa naye, usiwe naye. Usianze kufikiria ulemavu wake, da huyu kilema nikimkataa, huyu mlemavu nikimkataa itaonekana vibaya. No. Na mimi nikwambie tu fact hapa, sikufundishi roho mbaya my friends. Watu wanaishi maisha ya shida sana kwa sababu ya huruma katika mahusiano. Unaishi na mwanamke ndani, hautamani kukaa naye, kuna mwanamke mwingine unampenda, lakini unaogopa huyu kumwacha kwa sababu unaona da ataenda wapi sasa nikimwacha. Unaogopa kumwacha kwa sababu unaona watu tuna nimemwacha kwa sababu hana wazazi. Unakaa na mwanaume, yupo mwanaume unayempenda, unaogopa huyo mwanaume kumwacha kwa sababu tunao umemwacha kwa sababu mlemavu, au umemwacha kwa sababu ana maradhi, au umemwacha kwa sababu hana kazi, au umemwacha kwa sababu hajajipata. No my friends. Maisha ni kwa ajili yako. Sikufundishi roho mbaya. Mimi ninachokufundisha, huruma isiwe sababu ya kukuingiza katika mahusiano, kwa sababu love is not about huruma. Mapenzi ni kuhusiana na upendo. Unaweza ukawa unampenda na ukamsaidia, lakini sio kuwa naye katika mahusiano. Kwani wangapi wanasaidiwa kwa lazima wewe katika mahusiano na wewe? Msaidie kwa mbali, lakini mahusiano kuwa na mtu unayempenda. Ndio maana yangu nataka leo ujifunze hapa. Fata moyo wako katika namna ya unachokipenda, sio unachokihurumia. Hiyo ndio ninachotaka kukuambia leo hapa. Kwa hiyo leo nimeongea video ambayo ni kali sana, pengine wengine wanaweza wakanifikiria vibaya, lakini no, sijafundisha mtu roho mbaya, sijafundisha mtu ukatili, bali namfundisha mtu namna ya kufata moyo wake. Na inapofika hatua ya kufanya maamuzi ya nani wa kuwa naye katika maisha, you have to be very serious. Usiweke huruma mbele. Kwa sababu kumbuka hapo unamchagua mtu wa kuwa naye milele. Sasa ukichagua mtu wa kuwa naye milele ambaye ukumpenda bali ulimhurumia, niambie utaishi maisha gani katika maisha yako ya milele? Maisha ya ghasia, maisha ya kukosa amani, maisha ya kukosa furaha, kwa sababu sio kipendacho roho. Kwa hiyo kuanzia leo ingia katika mahusiano na mtu unayempenda na sio unayemhurumia. Kuanzia leo mtu huyo, haijalishi ana sababu zipi za kihuruma, kama unaona hakufai tena, achana naye. Huruma isikubakishe sehemu ukateseka. Sawa sawa. Nadhani umenufaika vizuri na hii video. Naomba uifikirie vizuri na uisikilize vizuri, sio kwa miemko, kwa sababu unaweza ukachukia ama ukakasirika. Sasa pia nikupe tu habari njema, ukiachana na hayo nilokupa. Nimeanzisha utaratibu mzuri sana wa madarasa ya online. Kama wewe unataka kujifunza juu ya kuboresha mahusiano yako ama juu ya vitu vipya katika mahusiano ambavyo vinaweza vikakufanya wewe upendwe zaidi, nitafute. Lakini pia kama una changamoto ambayo unahitaji ushauri, pia nitafute. Nimeandaa utaratibu mzuri wa madarasa huko. Ukinicheki WhatsApp utaona utaratibu mzuri wa kujifunza, wa kupata ushauri na kadhalika. Nicheki na tutaenda kumalizana huko. Una tatizo lako private, maana hizi video nazifanya kwa umma. Wewe una tatizo lako private, nitafute private na mimi nitakusaidia huko kwa private. Ulikuwa na mimi Mombek Crispin. Leo nilikuwa nakuletea sababu 5 ambazo utakiwa kuzitumia kama sababu za kuingia katika mahusiano ama kubaki katika mahusiano. Kauli mbiu ni hii: mapenzi si huruma. Mapenzi ni kupendana.
Mapenzi ni upendo. Palipo na upendo kuna furaha na amani, ila palipo na huruma kuna uwajibikaji.